Huu ujumbe ninautoa na kuwaasa rafiki zangu, ndugu zangu, wadogo zangu, wale ambao mpo kwenye harakati za kutafuta wapenzi katika maisha, na hasa wewe ambaye unataka kuingia kwenye commitment ya muda mrefu, kwenye ndoa, unafikiria kupata mwenza. Ni muhimu sana uelewe kwamba katika ulimwengu wa mapenzi kuna aina kubwa mbili za mahusiano. Kuna mahusiano yenye afya na mahusiano sumu. Zile stori zote mbaya kuhusiana na mahusiano na ndoa unaozisikiliza zinahusiana na mahusiano sumu. Kwa hiyo ukitaka ujue kwamba kundi kubwa la watu wapo katika mahusiano sumu, angalia ukubwa wa hadithi na simulizi zinazohusiana na mapenzi. Kubwa zinahusiana na upande wa maumivu. Ina maana kwamba watu wengi wapo katika mahusiano sumu. Kama ni ndoa na mapenzi, basi wapo katika mapenzi ama ndoa sumu, dysfunctional. Hilo la kwanza, inabidi uelewe kwamba mahusiano ni jambo zuri, mapenzi ni jambo zuri. Ndoa kwa maana ya kwamba makubaliano ya watu wawili kuishi pamoja kwa muda wote ambao mtapenda kuwa pamoja ni jambo zuri. Lakini linageuka kuwa ndoano, kama watu wengi wanavyosema, linageuka kuwa maumivu pale ambako uliingia mahali sumu. Uliingia kwa mtu mwenye sumu nyingi, na utanielewa ninavyoeleza kuhusiana na sumu. Nitaeleza polepole, na hata kama unafuatilia content ninazozifanya utakuwa umeshaelewa kuna aina ya watu ambao ni watu sumu. Kwa hiyo elewa kwamba kama ukiweza kutambua ishara na dalili za hatari mapema, ukakwepa mtu sumu, ukaingia kwenye mahusiano na mtu mwenye afya, utafurahia maisha yako ya mahusiano na maisha yako ya mapenzi. Haimaanishi kwamba mahusiano yako hata kama yana afya basi yatadumu milele. Hapana. Hata watu wenye afya wakiingia katika mahusiano wanaweza kuachana kwa sababu kadhaa. Moja wapo sababu ya afya ya kuachana ni pale ambako mwelekeo wa maisha umebadilika. Inawezekana wakati mnakubaliana mlikuwa mna target moja ya maisha, lakini katika ukuaji wenu mkawa na mwelekeo wa aina mbili tofauti, yani mkashindwa kupatana. Huyu mwingine focus yake ni hii, huyu mwingine focus yake ni hii, na huyu hayuko tayari kwenda kwenye hii, anaona inamtoa kwenye reli yake. Ikishafika mahali hapo, watu wawili hata kama walikuwa wanapendana, wanaheshimiana, kwa heshima wanaweza kusema hatuwezi kuendelea pamoja, let's ifike mwisho, kwa sababu vinginevyo mahusiano yoyote ambayo watu wawili hawajapatana, watembee katika njia moja, sio mahusiano tena. Linageuka linakuwa gereza la maumivu. Na ukuja katika sayari dunia kuishi katika gereza la maumivu. Unapoachana na mtu mwenye afya, kutakuwa na maumivu kidogo. Baada ya muda mfupi utaendelea na maisha yako. Lakini kama uliingia katika mahusiano sumu, ukiingia katika mahusiano sumu, ina maana humo ndani kunakuwa na unyanyasaji. Na siku utakapotaka kutoka, kwanza itakuwa vigumu sana kutoka. Ni vigumu sana kutoka kwenye mahusiano sumu kuliko kwenye mahusiano yenye afya. Lakini cha pili, utaathirika vibaya. Utu wako wa ndani unaathiriwa. Mahusiano sumu yana uvunja utu wako wa ndani. Kwa hiyo watu ambao walikuwa katika mahusiano sumu ndio wale ambao unasikia baada ya mahusiano kuvunjika wanaharibikiwa. Wengi wanaishia kuwa walevi na mwelekeo wa maisha yao unapotea kabisa. Ina maana mtu kama huyu alikuwa kwenye mahusiano sumu. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kupata hii elimu mapema ili ikusaidie. Unapoona hizo dalili mapema katika yule mtu ambaye unahisi kumpenda na kuvutiwa naye, unapoona hizo dalili mapema tu jinasue nafsi yako kabla hujanasa mazima, kwa sababu hatari iliyopo kwa watu sumu ni kwamba watu sumu wanakuwa very charming. Yani inakuwa ni kama chupa yenye utando, yenye sukari inayovutia haraka, kiasi kwamba wewe kama ni nzi unaenda kulamba pale, unanasa pale. Mara nyingi wanakuwa na ushawishi wa hali ya juu na mvuto wa haraka sana, na hali ya kukufanya unase kwa urahisi, tofauti na mtu mwenye afya. Kwa sababu mtu mwenye afya anakuwa anajilinda yeye kwanza na hataki kumuumiza mtu mwingine. Kwa hiyo hawezi kuchukua harakati za mahusiano ya awali haraka kuepusha maumivu. Lakini mtu toxic, mtu mwenye sumu, hajali kuhusiana na moyo wa mtu mwingine kwamba anaumia au haumii. Kwa hiyo hajali kutoa distance, kutoa muda. Kwa hiyo nataka nikupe dalili za mahusiano sumu ama mtu sumu katika maisha yako. Dalili ya kwanza ndio hii nimeitaja, kwamba ukiona mtu anataka kupeleka mambo haraka, unaona kabisa anakupush. Inawezekana unaona kabisa wewe ni kama bado hujawa tayari, unataka kujipa muda, lakini unaona huyu mtu
anatengeneza mazingira ya kukuforce. Inawezekana asikwambie moja kwa moja haraka tuingie ba kwenye ndoa tu, ndio kanichumbie kanitolee mahali na nini, ila anakuwa na kupressurize. Anaanza kukuonyesha vile ambavyo watu wengine wanamtaka. Anataka kuonyesha vile ambavyo ukichelewa atabadilisha maamuzi. Kuna lugha anaziongea ambazo zinakupush, zinakulazimisha kufanya maamuzi ya haraka ya kuingia katika makubaliano ya muda mrefu. Dalili ya pili, kwa haraka anakuingiza katika kifungo. Kuna ile kuharakisha tu mahusiano, alafu ukiona anakuingiza kwenye kifungo kwa haraka, kuwa makini sana. Namaanisha nini? Anakupa zawadi kubwa. Yaani ndio kwanza mmekutana, mna wiki moja, mna wiki mbili katika mahusiano ama mwezi, anakununulia gari, anakununulia zawadi yenye thamani ya malaki ya pesa. Hiyo ni hatari hiyo, kwa sababu anakuingiza kwenye commitment kwa haraka. Ama kwa haraka mnaanza kuspoil kwenye mapenzi, kwenye sex bila kufahamiana vizuri. Unajua kinachotokea unapofanya sex, mwili wako unatoa hormones zinaitwa oxytocin. Ni hormones za bonding. Hizo ni hormones zinazounganisha watu wawili. Kwa hiyo ina maana kwa haraka anakuunganisha kabla akili yako haijapima, haijapembua. Kama unataka kuingia kwenye mahusiano kwa muda mrefu, utakiwa tu kuongozwa na hisia na mwili, inatakiwa akili yako iongoze mwili. Kwamba je, huyu mtu ana sifa na vigezo unavyovitaka vya kuwa naye kwa muda mrefu katika mahusiano? Sasa ukishaingiza sex inakupofusha akili yako, unakuwa huwezi kuona tena. Kwa hiyo ni dalili ya hatari. Dalili ya tatu, anakuwa ni mtu wa kuja na kuondoka. Mtu wa kuja na kuondoka. Yaani na maana anakuonyesha mapenzi, ghafla anapotea. Anaonyesha mapenzi, ghafla anapotea. Maana yake nini pale? Kama ambavyo sex inaleta uraibu kupitia oxytocin, na hiyo hali ya kuja na kuondoka na yenyewe inaleta uraibu. Kwa hiyo anakufanya umfikirie yeye kila wakati. Anakufanya usiwe na fikra zaidi kuhusu yeye. Kwa unakuwa una miss ile good moment. Kwa anakuwa hana muendelezo, hana consistency. Leo yuko charming, kesho anakununia. Leo ameongea kwa furaha, kesho tu kabadilika ghafla. Anakutengeneza fluctuation. Na maana anakupa high, furaha ya juu, ghafla anakushusha chini. High, anakushusha. Kwa hiyo unapokuwa katika hali ya chini, unakuwa una miss ile ya jana. Unataka akutafute, unataka ajibu meseji yako. Yaani anaweza leo mwanzoni pale umetuma message, dakika 2 tukaijibu, dakika 3 kaijibu, lakini unashangaa ghafla anapita siku nzima hajajibu meseji yako, au labda wiki nzima. Siku 3 zimepita hajajibu meseji yako. Ajali. Lakini mwanzoni alionyesha anakuja kwa nguvu, anakea, afu ghafla anaondoka. Ile ni dalili ya hatari. Ina maana kama wewe unajielewa, utasema huyu mtu ana muendelezo, sio wa kumwegemea huyo, sio wa kuwa karibu naye. Angalia anavyochezea akili yangu. Lakini kama hujui, sasa ile inakuwa ni mtego, inakuwa imetengeneza uraibu. Ina maana wewe unakuwa una miss, unataka ile moment. Kwa unakuwa wakati wote unasubiri wakati gani atajibu, wakati wote unasubiri wakati gani atarespond, wakati wote unasubiri wakati gani atakuja. Hiyo ni dalili ya hatari. Dalili ya 4, anakuwa anakutishatisha. Ukiona mtu ni mwepesi, lengo mwe katika mahusiano ya muda mrefu, alafu ni mwepesi kusema basi tuachane. Kama unitaki basi. Yaani anaonyesha kana kwamba yeye hana haja na hayo mahusiano, wewe ndio mwenye shida, wewe ndio mwenye haja. Ukiona hiyo ni dalili ya hatari, atakuja kukunyanyasa, atakuja kukuabuse. Hiyo ni dalili ya mtu sumu. Mtu mwenye afya anathamini uwepo wa mtu mwingine katika maisha yake. Hawezi tu kusema kama unitaki tuachane. Dalili nyingine ya 5, anakuletea drama. Anakuletea drama. Yaani anakuwa na michezo hivi, anakuletea drama. Mara anaweza kaingiza anaumwa ili kupata huruma yako. Anakuletea drama. Mara anaweza anaanza kukuchezea tu kwenye akili. Anaanza, kwa mfano labda unasoma, wengi mnaingia kwenye mapenzi, mko chuoni huko. Unaona anakuletea drama. Yaani anakufanyia namna usitulize akili yako kusoma. Wakati huo ni kama anajifanya kama katika mapenzi, yani kama anakupenda hivi, kama anataka muda mwingi awe na wewe, lakini anakuja kwako muda ambao wewe unataka uende prepo, unataka uende library, unataka uende kwenye discussion na wenzako. Ndio muda huo anakucheki, anakutext, analeta tu drama. Kama unanipenda, kwa ni wewe ndio au rafiki zako ndio bora zaidi kuliko mimi. Wakati mna muda masaa 24, masaa mengine yote, siku 7, mnaweza mkapanga hata weekend mkakutana mkaongea. Lakini anakuletea drama. Au anakuletea drama kama ni mwanaume anakuambia kuna
dem fulani hivi ananifuatilia sana. Yani anakustimulate moyo wako kiasi kwamba uone kana kwamba yeye ni too expensive. Yani wewe ndio unatakiwa uwe na yeye. Kama ni mwanamke anaweza kukwambia kwamba kuna mtu ameniletea anataka ameongea na wazazi wangu wanataka kuniletea mahali. Anaweza akaongea lugha aidha kwa ukweli au kwa kutunga kana kwamba kukuchanganya wewe uone kwamba yeye yuko very class. Watu wawili wenye afya wanavyoingia kwenye mahusiano, kila mmoja anamtambua mwenzake na kumpa thamani yake vile alivyo. Amlinganishi na watu wengine, amuamshamshi moyo wake kukuletea drama za kuchemsha moyo wako. Ukiona hiyo dalili ya hatari. Dalili nyingine ya ngapi? Ya 6 inakupa. Anakufanya wewe ndio uyabebe mahusiano. Hiyo ni dalili ya hatari. Yaani mwanzoni anakuwa na pressure. Mwanzoni anaonyesha juhudi ya kubeba yale mahusiano kama ili kukupata. Wewe ukishaingia, kumbuka mwanzoni wewe ulikuwa una sita kwa sababu wewe unawaza commitment, unawaza kuwa na mtu sahihi, unakuwa unapima na nini, lakini mwanzoni anakuja kwa kasi, kwa haraka. Ukishaona kwamba huyu mtu kweli anaonyesha commitment, anapatikana, ananitafuta na nini kwa muda mrefu, wewe ukatafsiri yale kama ni mapenzi ya dhati. Ukiingia tu unashangaa yeye sasa anaanza kukulemea wewe. Wewe sasa ndio wakati wote inabidi umtafute yeye. Wakati wote wewe ndio inabidi ummisi yeye. Wakati wote wewe ndio inabidi ubebe usupport hayo mahusiano. Haonyeshi jitihada ya yale kuyabeba hayo mahusiano. Nitakupa dalili 2 za mwisho. Dalili ziko nyingi, lakini nitakupa dalili 2 za mwisho. Anaanza kuonyesha dalili za unyanyasaji. Anakuignore. Anakulinganisha. Hakuamini. Si unaelewa? Anakufokea. Usidanganyike kwamba wewe una uwezo wa kumbeba huyo mtu. Huna huo uwezo wa kumbeba. Manyanyaso hayabebeki. Manyanyaso yanaua utu wako. Yanaharibu nafsi yako. Sio kazi yako kumbeba yeye. Yeye kama una huruma kwake basi muache ili aone kwamba tabia zake zinafukuza watu wazuri, arekebishe tabia zake ili apate mtu ambaye hatomnyanyasa. Lakini sio unaingia kwenye sumu, unaona kabisa huyu mtu ni mnyanyasaji, ana tabia za kukuumiza. Yani mpo kwenye mahusiano siku za awali tu, hata mwaka hujaisha, miezi kadhaa haijapita, unaanza kuona anakufokea, wakati mwingine anakupiga, wakati mwingine anakuwa na wivu uliopitiliza kwa kigezo cha upendo. Hiyo ni dalili ya hatari. Nakupa dalili ya mwisho. Dalili ya mwisho haitoki nje, inatoka ndani yako. Ukiona unapata uzito ndani yako, ukiona unapata uchungu ndani yako, ukiona unapata maumivu ndani yako unaona kama taa nyekundu inawaka, hiyo ni intuition, sauti ya ndani. Usiache kuisikiliza hiyo. Haidanganyi, haisemi uongo. Kwa hiyo ni usia ambao nimewapa. Na changamoto ni hii. Kama wewe mwenyewe una majeraha, kama wewe mwenyewe hujapona katika nafsi yako, unataka kupendwa, unataka kuthibitishwa na watu wengine, yani hutaweza kutoka kwenye hayo mahusiano. Na mara nyingi watu wa aina hii, watu sumu, ni rahisi kuwashika watu ambao wana majeraha ya muda mrefu, ya kuto kujikubali, ya kutaka kuthaminiwa, ya kutafuta kupendwa. Kwa hiyo kitu kingine kitakachokusaidia sio tu kujua dalili. Unaweza ukawa unaziona hizi dalili lakini bado ikawa vigumu kwako kumove on. Inatakiwa uponye majeraha yako. Uponye nafsi yako, uponye majeraha ya ndani. Hapo ndipo itakapokupa ujasiri hata wa kujinasua. Unapoona hapa nilipoingia sipo, hapa ninapoelekea sipo. Lakini vinginevyo ni vigumu sana kujinasua. Kwa hiyo ponya majeraha yako ya ndani. Kama unataka kufanya ushauri wa mtu mmoja kwa mmoja, coaching ya kibinafsi kukusaidia kuponya majeraha yako ya ndani, kuwa yule mtu ambaye una ujasiri hata unapoingia katika mahusiano, unapoona dalili ambazo sizo, uwe na ujasiri wa kujitoa, ama watu sumu wenyewe wa kuogope kuwa karibu na wewe, unaweza ukabook session na mimi, ni cheki kupitia email au nitumie ujumbe inbox. Kama unataka kuingia kwenye program ya uponyaji pia unakaribishwa. Lakini wewe ambao unataka kujiponya mwenyewe kimya kimya, nimeandika kitabu Kutoka Uwanja wa Mapambano, saikolojia ya kuvunja trauma na kujenga upya utambulisho wako. Hii ni nafasi yako ya kupona, ni wakati wako kuwa huru. Kumbuka, huwezi kufurahia maisha yako kama ukiwa na majeraha ya ndani.